Unaikumbuka kauli ya waziri mkuu mstaafu Mheshimiwa Kassim Majaliwa ya kuwataka vijana wa Kitanzania kuhakikisha kwamba wanajiunga na masomo mengine ya VETA na kuacha yale mazoea kwamba pindi unapotoka chuo tu basi unasubiri ajira. Kauli hiyo huko mtandaoni, wako ambao waliopokea kauli hiyo kwamba ni mbaya, lakini wapo ambao waliopokea kauli hiyo na kuitumia fursa hizo na kujiunga na masomo mbalimbali ya VETA na hatimaye wamepata ajira. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa pamoja zimeshirikiana kuhakikisha kwamba wanafunzi wa Zanzibar ambao wanaomaliza masomo yao ya chuo, lakini ambao pia wanaomaliza elimu ya form 4, na kwamba wanafunzi hao hawana shughuli za kufanya. Kwa wazee pamoja na wazazi ambao hawana uwezo wa kuwasomesha wanafunzi hao, tayari Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar pamoja na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekusudia kuwasomesha wanafunzi wengi zaidi, na masomo hayo ni bure kabisa. Dr. Msuya ambaye ni kaimu mkuu wa chuo cha VETA kwa upande wa Zanzibar anavyoanza kuzungumzia kauli hizo tata ambazo zilizoanza kuzungumzwa huko mitandaoni na namna ambavyo watu wa Zanzibar wanavyotumia fursa hiyo ya kusoma masomo mengine ziada ya VETA. Ripoti za Ayo TV pamoja na millardayo.com hapa Zanzibar. Mimi naitwa Satiza Day. Mimi naikumbuka hiyo kauli kama sikosei, ilitolewa na waziri wetu mkuu mstaafu. Na ni kweli kuna watu wakawa na challenge kwenye mtandao, lakini ukweli ubaki pale pale. Kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu ilikuwa iko sahihi kwa sababu ambazo ziko wazi. Leo hii ukiwa na cheti cha VETA wewe una heshima kuliko sehemu nyingine. Leo hii ili tajiri anayemiliki malori ya kuamini amekupa wewe cheti cha VETA kwenda kuomba kazi, unaanza kupata wewe. Kinaonekana kile cheti kipo kwenye mfumo moja kwa moja. Maana yake wewe unaonekana ni mtu ambaye umefundishwa, umehitimu, umeaminika. Ni ukweli usiopingika kwamba hata mwanafunzi mwenye degree amemaliza chuo kikuu, amekaa muda mwingi nyumbani, mjanja anaamua kurudi VETA. Anatafuta somo lenye skills. Anakuja huko anapata cheti cha VETA, anaenda kupata kazi. Wakati huko amemaliza chuo kikuu, kashakaa nyumbani miaka 5. Hajaitwa kufanya interview, hajaitwa mahali popote. Lakini ametoka tu VETA kapata kazi. Sasa unasemaje kwa hali hiyo? Una challenge vipi VETA haifai? Serikali inaposema kwamba VETA ni chombo kizuri, na mimi naunga mkono, ni kweli. Hao wanao challenge wapo. Hata ukasema jema kazi yao kuicrash serikali, hawaoni wao. Lakini wako hapa nchini kwetu. Lakini kuna kundi tu la vijana ambao kazi yao kusema kuharibu maneno mazuri ya laza ya maneno mazuri ya viongozi wetu. Mimi naliita hilo ni kundi kwa sababu lile neno lina ukweli. Leo hii wanafunzi wanaoongoza kupata kazi kwenye mabasi sasa hivi kwa usimamizi wa vyombo vyetu kule SMATRA, wanafunzi kutoka VETA wanafuata NIT. Fanyeni research. Ni wanafunzi ambao wanaaminika, ambao wamefundishika, wakaelewa, wamekuwa na maadili yao, lakini wana skills za kutosha. Leo hii sasa hivi soko la ajira, kwa mfano dereva, kuendesha gari peke yake haitoshi. Mwajiri wewe una gari lako hapo, utamwambia wewe dereva haya, mimi nataka uendeshe gari, lakini unajua nini kwenye engine? Hajui. Anachojua kupangua gia, ambayo mtu yoyote anaweza kuendesha gari, kwa sababu gari mwezi mmoja tu. Unaona bwana. Kwa hiyo VETA bado itakuwa na nafasi kubwa sana, na sisi hapa kama sehemu ya hao VETA tunawataka vijana wengi wajifunze masomo hayo ya skills ya VETA ili kufikia ndoto zao. Yaani Zanzibar, tunaposema Zanzibar ya kijani, iwe na watu wenye ujuzi kwenye kijani tu. Rais Mwinyi amefanya mengi sana na sisi tunamuunga mkono. Unaona hao wanafunzi ambao baadhi yao tunao hapa, hao wote tunaletewa na wengine na wizara, wanakuja kujifunza hapa. Maana yake na sisi tumejipanga kuwahudumia vijana wenye nia njema na nchi yao kwa kusoma vizuri kama sera ya serikali ilivyo. Tusipojikita kwenye elimu ya VETA, hawa vijana wengine kesho, hao ndo watakuwa vibaka wa kesho. Watawauliza wazee, mtupeleka shule. Sasa mzazi anasema hana hela. Sisi tumekuja tumesema aje asome bure. Hatutaki kwamba mimi nilishindwa kwenda kusoma kwa sababu kulikuwa huna hela. Njoeni msome, Wazanzibari wote hapa.
fursa hiyo ambayo serikali imetoa ni nzuri kwa vijana kwa sababu inatoa ajira. Kwa hiyo vijana wenyewe ndio inabidi waweze kufuata fursa ili waweze kujiajiri na maisha mengine yaendelee. Kwa sababu unajiajiri, kwa sababu sasa hivi serikali pia unakuta ajira ni ndogo kwa vijana. Kwa hiyo mafunzo kama hayo hapo yanampa kijana kuweza kujiajiri mwenyewe. Kwa sababu maisha sasa hivi kila kitu kimebadilika, kinahitaji elimu. Kwa hiyo elimu zinapokuja kama hizi, vijana tusiweko mbali, tuwe na yani tuchangamke kuzifuatilia hizi fursa, kwa sababu fursa zinakuja kwa kama ajali inaweza ikatokezea tu hapo. Sasa kwa hiyo zikitokezea, naomba vijana waweko makini. Hii ni nzuri, ni fursa nzuri kwa vijana kama sisi ambao hatuwezi kuendelea kwa sababu ya fedha za wazazi nini. Kwa hiyo ni fursa nzuri kwa vijana kuweza kujikwamua katika maisha, anaweza kusoma, kupata ujuzi, akaendelea na mambo mengine.